Hizo wakazi wanasema nini maeneo hayo. Mike Kialo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tujuze kwa kina wananchi wanasema nini miaka mitatu baada ya serikali ya Kenya Kwanza kuingia uongozini. Naam, asante sana Kirobi. Kama ulivyosema, niko katika jiji la Nakuru, na hivyo basi ninao wakazi wa jiji hili ambao watakuwa wananipatia tathmini yao ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza katika chini ya ugatuzi, na hivyo basi watakuwa wananiambia pengine changamoto gani wanahisi kuwa kaunti yao ya Nakuru imeweza kupitia, na ni mazuri gani pia wameweza kupokea kutokana na ugatuzi chini ya serikali ya Rais William Ruto ya Kenya Kwanza, ambayo pia baadaye iligeuka na ikawa serikali jumuishi. Nikianza na wewe mwenyekiti, ukianza na kujitambulisha, unahisi kaunti ya Nakuru imeweza kufaidika sana na ugatuzi? Kwa majina naitwa Simon Sangale Ole Nasieku, mwenyekiti wa Nakuru Accountability Forum. Miaka mitatu ambayo tumekuwa chini ya uongozi wa Dr. William Samoei Ruto imekuwa ni miaka ambayo ni ya kulia na kusiaga meno. Watu wa Nakuru, mimi nikiwa mmoja wao, kuna mambo ambayo yalikuwa yamepatiwa kipaumbele wakati wa serikali wa Uhuru Kenyatta. Kwanza kabisa ukiangalia mambo ya fedha, tunaona kwamba ugawi wa fedha katika eneo kwa counties, katika serikali hii ya William Ruto pesa zimechelewa sana. Kama leo nimeamkia nikiona kwamba wafanyikazi wengi wa hapa katikati ya mji wa Nakuru wamegoma. Wamesema hawatafagia mji wa Nakuru kwa sababu zile fedha ambazo William Ruto angetuma kwa counties hazijafika. Kumaanisha kwamba miezi 4 unakuta wafanyikazi hawajalipo mshahara, wale casuals. Kumaanisha kwamba serikali ya Dr. William Ruto haja yao kubwa ni kuita watu kule State House kuwapatia shilingi 10,000 kama walimu walivyoitwa hivi juzi. Tunaona kwamba naita delegation ya Meru kule kwenda katika maeneo ya Kiambu. Kwa hivyo mimi kama mkazi wa Nakuru ninaona kwamba miaka mitatu ya William Ruto ni shida tupu. Pia ukiangalia mambo ya afya, tunaona kwamba alianzisha mfumo wa SHA na hii hospitali za level 5 na zingine ambazo under the devolution. Tunaona kwamba watu wanalipa pesa, lakini ukienda pale kupata matibabu unakuta kwamba hizi fedha hazisaidii kwa sababu inabidi utoe kwa mfuko pesa zako. Hasa wale ambao wanaathirika na mambo kama ya kansa. Kumekuwa na visa vingi hapa katika level 5. Unakuta kwamba hawawezi kutibiwa. Kwenda ufanyiwe ile test unatumia 4,300 every week ili kwamba uweze kufanyiwa chemotherapy. Jambo lingine pia ningependa kusema ni kwamba walituahidi kwamba itakuwa pesa mfukoni. Lakini sasa naona kana kwamba ni hewa mfukoni kwa sababu watu wanaumia sana. Mimi kama mkazi wa Nakuru ningependa kusema kwamba serikali ya Dr. William Ruto imeanguka mtihani kwa sababu ahadi zake zile ambazo walizoahidi zimekuwa ni ahadi gushi. Hata watu wa motorbike, tumekuwa na watu hapa ambao wanafanya kazi ya motorbike. Wengine waliitwa miezi mitatu kule State House wapatiwa motorbike. Mpaka leo wanalia. Hizo motorbikes tu walienda wakapatiwa shilingi 2,000, lakini mpaka leo wanalia wajaona hizo motorbike. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba kwa miaka mitatu ambayo imepita, hasa sisi kama watu wa Nakuru, kama leo nimeona ndugu zangu, dada zangu na kina mama wanalia wajalipo mshahara miezi 4 kwa sababu zile fedha ambazo Dr. William Ruto angetuma kule katika counties hazijafika. Kwa hivyo serikali hii ya devolution imetuangusha, na pia tukiona kwamba wamekopa 3.5 trillion. Hizi 3.5 trillion zilienda wapi? Walitudanganya kwamba Rironi Mau Summit itasaidia devolution hapa Nakuru ili kupanua mji wa Nakuru. Mpaka sasa hatujaona hiyo kazi ya Rironi Mau Summit ikianza. Mimi ningependa kuomba kwamba Wakenya tutakapofika 2027 tufanye uamuzi ambao itakuwa ni one term. Asante sana. Nikisonga kwa mwingine Kirobi, uweze kuniambia katika jiji hili pengine ni mambo gani ambayo unahisi hayajatekelezwa na ni mambo gani ambayo unahisi ugatuzi chini wa serikali ya Rais William Ruto imeweza kufaidisha kaunti ya Nakuru? Asante sana. Kwa majina naitwa Benson Kipyegon. Nitaongea sana kuhusiana na kaunti yetu ya Nakuru. Tangu serikali ilipoingia Kenya Kwanza, Nakuru kwanza imetengwa nje Nakuru town. Tunaona maendeleo nyingi imeenda kule Naivasha na Gilgil. Ya pili, MCA wetu wa Nakuru wote wamekaa upande mmoja. Tunashindwa ni kazi gani walienda kufanya. Sababu ukikuta ya kwamba wakati kuna forum ya governor Nakuru, MCA wote wamekimbia huko. MCA zaidi ya 60. Tunaangalia ni kazi gani wanafanya. Wanafanya oversight kweli? Ukienda kule mashinani kama Kapkures, barabara zimetengwa, hakuna barabara. So tunaangalia sehemu nyingine tulipigia kura serikali yetu.
na tunaiheshimu, lakini kazi ambayo hatupati kule mashinani tunashindwa. Kwa nini? Zingine zinapelekwa sehemu za Mai Mahiu, inapelekwa Gilgil, inapelekwa Naivasha, sehemu ya Nakuru East na West imetengwa wapi? Tunaangalia tu wanakimbia. Tunaomba gavana wetu. Lakini sehemu hizo pia zina wabunge wa maeneo hayo. Kuna wabunge wa maeneo hiyo, lakini unapoangalia wale wabunge wengi wameingia mrengo moja na kuna kazi ya oversight wanafanya. Hasa tunaangalia kwa saizi, ukiangalia town yetu ya Nakuru, muda ambaye governor anashinda Nakuru town ni mchache, na ametenga ofisi ambayo ilitengwa ya governor ambayo iko katika Central Place akapeleka kule Mlimani. Arudi ofisi ya town mahali sisi wananchi tunaweza kumassess. We don't assess her. Yeye anakimbia Mlimani, anaita watu 10,000, sisi wengine hatuiti watu 10,000. Tumetengwa nje. Asante. Asante sana. Nikimalizia na wengine Kirobi, wamezungumzia masuala mbalimbali, swala la afya, swala la wawakilishi wadi kuegemea upande mmoja. Kwa hiyo wewe unahisi ni wapi ambapo kaunti haijaweza kukaza kamba kuhusiana na swala zima la ugatuzi? Kwanza kabisa kwa majina ni Benson Mashari ambaye ni mwenyekiti wa marafiki wa ugatuzi katika kaunti ya Nakuru. Na la kushangaza ni kwamba tangu wakati huu wa serikali ya Kenya Kwanza tulitarajia mengi sana kama wana ugatuzi, ya kwamba wangeweza kuangazia zile sekta ambazo zingeweza kutusaidia katika Nakuru yetu. Na tulikuja na zile economic charters ambazo tuliweza kutengeneza masuala ya ugatuzi ambazo tulitaka serikali iweze kuangazia. La kushangaza ni kwamba tulipoanza muhula huu imekuwa sasa ni aste watu wanafanya mambo tofauti ya kwamba tumechanganyikiwa kama kaunti. Unakuta hatufuati mpangilio, pesa zikikuja haziendi katika zile sekta ambazo tunaenda. Na ndio kwa miaka miwili ambayo imesalia chini ya uongozi wa Rais William Ruto, unaweza kutoa mapendekezo gani? Sisi tunatarajia ya kwamba at the end of the day Ruto atakuja kwanza. Tulikuja kugatua na kazi zikuje katika kaunti. Tunataka walete kaunti na walete kazi na walete pesa. Ya pili, hii mambo ya kuchelewesha pesa, waangalie kulete pesa za kaunti walete kwa muda ambao unafaa ili wananchi waweze kuwa. Ya tatu, tungetaka ya kwamba hii masuala ya ufisadi katika kaunti zetu ichukuliwe kwa kipaumbele, kwa sababu bila hiyo tunapoteza wakati, kwa sababu unakuta miradi mingi imekwama. Na pia tungependa magavanas wetu wajue haki yetu na katiba yetu inasema nini kuhusu maendeleo. Mambo ya kutuambia kila wakati wanaenda state house, tunataka hiyo mambo ikome tukienda mbele. Asante sana. Kirobi, umeweza kusikia kutoka kwa wakazi wa jiji hili, wameweza kugusia masuala mengi. Swala kuu ambalo limekuwa ni donda ndugu na ambalo limesemwa na wengi ni kucheleweshwa kwa fedha za kaunti kutoka kwenye serikali kuu, na hivyo basi kaunti zimekuwa zikipitia wakati mgumu kuendesha shughuli zake, kama vile ulipaji wa mishahara na kufanikisha miradi tofauti. Umesikia leo hii asubuhi wafanyikazi wa jiji hili walikuwa wameandamana wakisema kuwa watasafisha jiji. Kwa nini? Kucheleweshwa kwa mishahara. Vile pia miezi kama 2-3, na pia sahi naarifiwa pia madaktari wengi katika jiji hili pia wameweza kucheleweshwa mishahara. Kikubwa zaidi ni fedha kutoka katika serikali kuu kucheleweshwa kufikishwa katika kaunti. Kutoka katika jiji hili, kwako Kirobi. Asante sana Mike Kialo, ukiwa katika kaunti ya Nakuru. Angalau tumeweza kusikiliza kauli tofauti kutoka maeneo hayo. Wacha tuvuke maeneo ya Taita Taveta tusikilize wakazi wa maeneo hayo wanasema nini kuhusiana na miaka mitatu chini ya uongozi wa Kenya Kwanza. Julius Mariki.